Welcome to the Teta Podcast with your boy Big Man Jora. This is the phenomenal Fidel, the landlord of angels. Omolo 2540. One and only Omolo. By the watu wamekuwa wakiuliza kwa nini najiita Big Man Jora, but I'm the Weka big kwa man. description. I'm the big man, manze. Mimi ndo big man. Ndio boss wetu. I'm the big man. Echara lanza kwake. Man a bad man, Ile huyo atulipwe bana. But of course, Big Man Zora, big man at everything, at heart, kila kitu. So tukiingia direct to football, our Kenyan football. Tukiingia direct kwa football yetu ya Kenya. Oh bana, it's past midnight bana. Alafu All of us are employed bana. alafu unajua about football, mi upenda Kenyan football sana, and I love supporting Kenyan football. So nikiingia direct kwa Kenyan football, mazee nimekuwa nikiangalia highlights za matches zenye zimehappen kwa football yetu, kwa sababu sometimes it's not easy kwenda coach maybe match iko Nairobi au nini jua your logistics, but nimeangalia kumekuwa na some amazing goals kwa hii football yetu ya Kenya, lakini Bandari sadly we lost to the Leopards. Alafu mazee the sad thing na watu wa Leopards bana, celebration yao ilikuwa ya bot, ati walikuwa If you can lose against a very weak FC Leopards. Bro, FC Leopards ikonform sai, ikonform. Juu kwa nini sikiza, wajua kwa nini FC Leopards ikonform? FC Leopards wako na boy anaitwa Ovela. If you know Ovela Ochieng kwa football yetu ya Kenya, Harambee Stars. Kitambo alikuwa kwa timu ya Harambee Stars before alienda kucheza football in South Africa, hizo set za Zambia pia. So he's back kwa Kenyan Premier League, na FC Leopards ni kama walimsign Ovela Ochieng na ameanza kushikanisha pia. The boy Kelly Madada, do you remember Kelly Madada, AFCON under 20? Yeye ndo star boy wao pale. So alafu wako na striker mwingine ni Pocha. So Bandari tulilose, Gor Mahia walishinda. Narrow win. 1-0. Was it against Mara? No, Mara. It was Police. Against Police. Ama? Ilikuwa against Police, kitu kama hiyo. If nikikumbuka vizuri, siwezi kumbuka vizuri, lakini Shabana pia walilose. Shabana lost. Ambayo ilikuwa kitu amazing sana, Bandari na Shabana wakiluza, at least sitaingiliwa sana na Mr. Askofu pale. So with all that pia baadaye kuna goal Police, ni Police walifungwa. Ano Gor walicheza na Police kweli? Au kucheza Police juu Police niliangalia highlight yao, walifungwa bao wengine ya upuzi sana, hadi Abudomara aliendea Matasi. Bro, ukaona hiyo highlight hiyo goal. Bro, Matasi mazee hafai kukaribia anywhere Harambee Stars bro. Mi tangu Matasi kuna bao wengine alifungwa tukicheza na Uganda bro. Mi kutoka hiyo siku. Mazee like Gora alicheza na Harambee Sharks. Kariobangi Sharks, Kariobangi Sharks. Nakumbuka. Nimeona chenye umefanya. Lakini nani Kenya Police walifungwa bao wengine hapo, game ilisha draw. Was it against Ulinzi? Nadhani walikuwa wanacheza against Ulinzi. But wali concede goal lingine hapo late. Kwanza ilikuwa on the 90 something minute. So it was sad seeing Police losing. But Tusker wanaendeleza form yao. Tusker they are on form yao, wanaendeleza kuendelea kuongoza. So we hope for the best. At least this time na feel Gor Mahia watakosa kubeba hiyo kikombe. How confident are you? Na feel hivyo. Kama Gor Mahia watatafuta coach mpya, sidhani, I don't think they're acting coach atawapeleka mahali. Juana Gor ako number 3 na 24 points. Nugget na amecheza 14 games. KCB amecheza 15 games na akona 27. So Gor akishinda game 9, maybe KCB awe mbele yake na goal difference. Maybe, but I feel like
Na bado Gor Mahia they have not convinced me venye wanashinda. Ngoja. Buda KCB ndo anaongoza table. 27 points. 27. Goro kuna 24 points. Wametai na Tusker. No, Tusker ndio KCB wametai 27. Goro kuna 24 points. Unaona Tusker akona game na. So mimi na feel Tusker anaenda na hiyo. Ukiangalia if alafu unajua one thing, okay, Goro akishinda the next match wanaenda ya KCB. Sababu wako na goal difference ndio. Lakini ukiangalia in terms of team gani conform sai, mimi na feel Tusker they are on form. Watakuwa consistent, wata pull through. Tusker wako na squad nyingine fiti, iko like maplayer wao, mimi na feel wako na jusai Gor Mahia Austin Odhiambo as for show up, hiyo team I show up. So like over reliance wana depend on brilliance ya Austin Odhiambo kwa game. Ukiangalia every goal that every goal, lakini almost every goal yenye Gor Mahia wanafunga Austin ako behind it. Alafu unajua funny thing, the next match ya Gor Mahia wanacheza against Tusker. Okay, uzuri ni mapema, tuwezi sema ati ni title decider, lakini ni game kubwa. So we just me nataka tu timu nyingine ibebe apart from Gor Mahia. I wish Bandari wangekuwa hapo, but hii timu yangu ni ngoja waje next match Bandari na Shabana. Sitachezwa hapo. Kwale itakuwa Kwale. Age ama uwanja Bandari imemalizika. Juu ilikuwa inatengenezwa, so match zote za Bandari zimekuwa zikichezwa Kwale. Itakuwa January. So bro, kindly my father listens to this podcast. so tukiendelea hivyo, under 17 Sekafa wali lose manze without au kutoka na win yote bana. Mimi nilijua system ya majamba no system. By the check ukiangalia mimi naweza elewa kwa nini hawa jamaa kushinda. Ukiangalia our build up to this tournament, unajua kuna almost I was reading somewhere almost 10 players, if I'm wrong mnaweza correct hapo kwa comment section, walifelio MRI test. Unaipata inakwanga test ya nini hiyo ya kutest kama our say wako of the age under 17. So kuna ma players karibu 10 wa Kenya walitolewa kwa squad. So the team that Salim Babu had prepared for the tournament alipata setback ya almost 10 players kukuwa withdrawn kutoka kwa squad. This begs the question, who recruits these players? Because for your test to fail, lazima kuna mtu hapo behind alikuwa anajaribu staff zenye. But bro ulichekia wasi walichezea Uganda under 17. Sawa. Tuseme upande wetu sisi. Wacha tuangalie budget tuchaje. Was it a deliberate attempt to cook a squad? I feel me sijaelewa, lakini sijaelewa kwa nini watu wao walitolewa wenye walikuwa wanacheza. Burundi walijitoa juu eligibility. Una get? Kikosi wenye walikuwa wamepresent, wao walienda wakachujwa wakaonekana wengine ni wateneo, wengine si wa under 17. Well, all in all to perform vizuri. Losing 5-0 to Kampala. The first game we lost 1-0 to Tanzania. The second game we lost 5-0 to Uganda. We had conceded 3 goals by half time. Tunarudi tu nyumbani, uzuri Kampala ni hapa tu karibu. Ikawa walipanda hizi matrela. Well, unfortunately for Salim Babu, we had some hopes because Salim Babu ameonyesha amekuwa na under 17 mara ngapi? And 18, it was under 18. Kina Kibet ambao waliopandisha under 20. Sasa this time under 17 imekataa. Ametuonyesha kitu anaweza fanya, but unfortunately this time with under 17 imekataa. We bite the piece we had, we come back home. Ndio hivyo, na maboys tu waeke hiyo head ama ni head. Their heads up. Na leo nilikuwa nikiongea vitu zingine weird, lakini sawa. Waeke heads up na waendelee kwenda huko mbele.
So the other thing is about our CHAN preparation. Tumeona the CAF boss, President Mosepe. He was around last week. He was around na aliweza kukagua Nyayo na Kasarani. Baadaye ngoja alipokelewa na nani? Na Murkomen. Yes, sasa today's on 24th we have somewhat we have, lakini the thing yenye nilipata kutoka kwa hiyo press conference ya CAF president alisema the next time he will be coming to Kenya ni for the tournament. So I feel, so you have a feeling by tutabitio deadline 31st kama whatever by tukienda na chenye huo CAF president alisema, if alisema akirudi hapo itakuwa ni kuja kwa tournament, na alikuwa anasema something about this itakuwa one of the best CHAN tournament kushinda hizo zingine, with Kenya hosting na Tanzania na Uganda. If hiyo ni ukweli, as a Kenyan niko proud. So inamaanisha the government wamejaribu pia wamejaribu kufanya vitu venye vinafando ili tusiende up kwa embarrass na Tanzania na Uganda wakaanza kutuingilia wakatuambia tunaongea Kizungu. Majirani wanaongea Kizungu lakini hawana uwanja wa kuhost CHAN. Majirani walienda Olympics bana wakarudi tu na Diamond Platinum. Kutoka hiyo siku vile tuliwaambia baba jamaa hawajawahi hili. Siku hizo wanatafuta kitu yoyote ndogo. Ndio hivyo. So how do you feel about the CHAN and everything? Personally, mimi naona hiyo ni kitu positive, being that the president wa CAF alisema the next time akirudi atakuja for the tournament. Hiyo ni some positive feedback. So to me the only thing is ambia government ni wajue hiyo deadline yenye wameikewa, wajue wameifikia. You see, if those comments were coming from Murkomen ama a Kenyan, tungeanza kuongea. But sasa juu CAF president amekuwa around, aka inspect ground, ndio aka hold press conference. Yeye mwenyewe amesema the next time wanakuja for the tournament. Then we believe we are going to beat the 31st day deadline. However, I won't be surprised. Nothing surprises me anymore. So tukiluzio beat dakika ya mwisho, hakuna kitu inani surprise. So the other thing ilikuwa niko nao on the back of my head ilikuwa ni sawa, the president wa CAF amesema hivyo. What about wale watu wanaregesha report? Unajua this is the president. Kuna wale kazi yao sasa ndo ile detail wanaenda kuangalia every detail. What if report yao irudi negatively huko kwa CAF board whatever. So I just hope the government wamefanya kazi yao na for the first time wafanye tu stuff poa. Alafu pia hii inaonyesha we should be prepared for every tournament hadi AFCON. Tusingoje last minute ndo tunaanza Headmaster anatupeleka mbio. Unakumkata Murkomen alikuwa anasema kuna some equipment zenye zilikuwa zinafaa kuingia za kujenga, sijui zilikuwa zinafaa zikuje na meli, wanatafuta away ya ikuje na air. So unacheki hizo stuff, hiyo inamaanisha the cost inaenda high na the money allocated for hizi vitu zote inapanda, so tunaenda kutumia pesa mingi. So the next time we should be the government wa haraka na wakuwe more prepared. Tusifike hiyo 2027 maybe on January ndo tena tunaanza CAF anaanza kuja kuangalia okay mlisema phase 1. Sasa ni phase 1, hii ni phase 1 wamecomplete. Phase 2 ndio hiyo itakuwa after CHAN waendelee. Juu bado wanasema haijafika standard ya AFCON vile. So wana prepare phase 1 for the CHAN, then immediately CHAN tournament zinaisha, if kama tutahost they should start preparing for AFCON. Sure. Na tukiongelea about that tunaenda about the stadium ya tear gas. By the tear gas kutumika kwa stadium nimeona mara kadhaa.
let me introduce it you. Nimeona mara kadhaa game ya FC Leopards mara kadhaa kumekuwa na claims ya tear gas kutumika. Gor Mahia juzi wakicheza hapo Machakos Stadium tear gas ilitumika. So before nilete kwa nini nimeleta hii story, maybe wewe ujaribu ku share your opinion on kutumia tear gas kwa stadium. Tear gas hata ukiangalia kwa demonstrations, tear gas hutumikaga ku disperse wase. So ukifire tear gas kwa mahali watu wamekaa, kuna viti na kuna staff, unataka watu wa disperse wakienda wapi? Whatever the situation, you cannot use tear gas. Ukitumia tear gas hata unaendelea kuhatarisha wase sana. Hiyo kuscramble, hiyo kukimbia na nini, watu wanaenda kuumia sana hata kuliko whatever would have happened hiyo situation ikiwa hivyo. So I think wase wenye wanatumia tear gas, the police obviously wanafaa kutafuta better way ya kuhandle hizi vitu. You can fire in the air, unaweza chapa risasi juu ya nani, juu ya hewa, not ku aim wase at people ama ni juu. At the end of the day unaenda kuhurt, kuumiza, kuinja wale ambao you are trying to protect. But before Chris comments, we said this kutoka kitambo. We personally I abhor violence. I'm not a fan of violence, whether ni kwa stadium ama ni kwa wapi. So kwa hizo stadia zote malipote kuna violence, still goes back to the football fans. Man, violence has got no place in the Kenyan football. That is always my take. Unaona such situations kama hizo, sema kitu ya kwanza inapoteza investors. Sababu msee wajua huwezi invest kwa nani, kwa club alafu ukiangalia this is how venye wana behave. No. You see there's a difference between nani Tanzanians wakienda nani coach games zao na sisi Kenyans. Sisi zetu yani sijini chaotic, yani nadhani tuvite utokianga tu yani place yote yani. Unaona unashangati wasao kwa pitch mara siji mawe imeanza kurushwa mara siji nini. Unaona. But ukiangalia nani za majirani wanakuanga peacefully, tunaenda kubambika. Wacha ile nikashabikia timu yangu. Unaona? Nikimaliza mimi nijipatie shughuli. But sasa hiyo doesn't hadi inaenda sawa. Okay. I'm not supporting ile kenye polisi wanafanya juu hadi wanakutia gas mse. Hiyo kitu inawasha macho. Tia gas inawasha macho. As an active protester. Hiyo hadi as a man who has been on the streets. Hiyo shit inawasha macho mbaya sana. So as in to me the only kitu naweza advise maybe ni ile try kutafuta mbinu yenye tunaweza solve issues kama hizi. Kama maybe ni ku increase security wase wakiingia na ku ensure like kuna calmness during the match, kusherehekea kila mtu anaweza kusherehekea. But try ku avoid hizo kugongana. Pia ukiangalia stadium is a place yenye not only the older people wanaendaga, ni kuna watoi. Stadium ni place mtu ameenda na familia yake on a Sunday, wameenda kuenjoy football, wameenda tu like mtu amesema amechukua familia yake, maybe watoi wake wanapenda football and whatever, waende tu angalie ball. So ukitia gas place kama hiyo, kuna kuwa na stampede, watu wanaanza kukimbia, alafu kuna kuwa na hiyo stampede. Ukiangalia the other day tarehe moja Dek Guinea stadium inasemekana the government ilikuwa inasema something about 54, but kuna group ambayo ni ya human rights huko walikuwa niliangalia wanasema it's allegedly 135 people wanaweza kuwa walikufa. Na unaangalia pia nilikuwa nasikiza was it this network ya huko Europe walikuwa wanasema hiyo story ilianzia from tear gas. Kulikuwa na violence sawa, but sasa hiyo tear gas kupulizwa, so people walikuwa wengine wanawashwa na macho, wengine nini, so watu wakijaribu kurun kukimbia ili watoroke hiyo tear gas, kukaenda kwa na stampede hapo kwa gate ya kutoka. So kitu mimi nauliza, mbona hii stuff happen tu kwa football? Sijaona match ya rugby kumekuwa na violence ati polisi wanatumia tear gas. Sijaona athletics wase wameenda kulani athletics akina Kipchoge. I feel like football uko na emotions mingi watu wache mpira kwa roho. Uangalia mbona tusifanye kama venye
example the countries zenye ziko Europe, unaangalia for example kama kuna match security iko tight, kuna hadi niseme kwa both fans, unaona kuna security in between, wamekuwa in between ya kuzuia. For example angalia kama match yetu na Man City, so unajua tulitangulia fungo, ukiangalia venye mafans walikuwa na react nini, unaona wanaonyesha na video hiyo fuck you nini, niskambe wao wanataka ku react, but so being the security walikuwa pale inafanya wao wanatulia. Alafu pia mimi niseme msekileta noma, unajua kwa tunajua wao hujuana, mse mwenye analeta noma hizo na ni makeo nini bana, mse watu wao wakijua ball tunaenda kuwatch game, consequences. Ushaona, in case ukifanya kitu yote bullshit kuna consequences. So unaona, but sasa sisi kwetu unajua utafanya upuzi leo, next utakuja leo ufanye upuzi, itakuwa kitu. I feel like huku Africa we don't understand football banter. Like we take football banter tunachukulia so personal. And which is something yenye tunafaa to laugh at it, like to enjoy, we just enjoy and move forward. So tukiongelea about moving forward, tunaingia to the Premier League manze. This week match day, was it match day? Yeah, by the way Ezekiel Otuoma, as a podcast, our thoughts and prayers go out to the family of Ezekiel Otuoma. It's saddening. He rest well. Ukiangalia he was a striker. He was a prolific striker. Ukiangalia he played for FC Leopards. Amechezea KDF, the Ulinzi. So he was one of the legends. He's known in the Kenyan football. So maze familia yake tutasema Mungu awape ni rehema ama ni neema, awaneemeshe ili muweze majirani wanasema makiwa. Makiwa ndo pole. Makiwa ni salamu za rambirambi. So makiwa wanasema tunayo. Makiwa tunayo. Sasa makiwa familia ya Otuoma. Tukiingilia yake panapo wema. Pia tukiongelea story ya makiwa, I feel itakuwa poa tukitumia kwa mafans wa Manchester United. Makiwa Manchester United. Makiwa Manchester United. Chill. To the Manchester United fans man, tafadhalini makiwa. But Manchester United, mimi naweza sema hiyo ndio imekuwa the biggest highlight ya hii weekend. It's the biggest highlight ya hii weekend. It's the biggest highlight bro. Sasa unataka kusema Tottenham losing. City tumezoea bro. Sasa in game in 12 sahi. Like ameshinda game moja in 12 matches. Hiyo tushazoea. Tushachoka kumuongelelea. Barazi ngoja acha nikuulize. Wewe za last of umeshinda Man City na how many points? 6. Those are 2 matches. Between you and ni sawa. Saizi wako in a bad form. Acha tuseme hiyo, mimi sitaongea. But one thing najua hapa mbele. Bro, acha nikuulize swali bro. Unadhani Man City atarecover, atarudi juu? Okay, based na argument yao venye wanasema ati just because the only person who lose in the road. To me on a really excuse. Juona, Guardiola is saying, give me my players, I start performing. Lakini tukiangalia, Man City only have 3 injured players currently. Rodri, Diaz, and Oscar Bob. Of the 3, one is a regular starter. Rodri. Diaz rarely plays. When Akanji is fit, Sons is fit, Ake is fit, Vardiol is fit, Walker is fit. Diaz rarely plays. Actually ameanza kucheza juu wao wameumia. So akisema aregeshewe players, Rodri, okay, we know kitu absence ya player moja inaweza cause, lakini hata kiregeshewa au players wake. Bro, to save your story ya Manchester City tukifika time yao, we will talk about Manchester City. But let's talk about Manchester United. Manchester United wali lose to Bournemouth ambao
ni normal kulose to Bournemouth pale Old Trafford because last season they did the same 3-0. So but kitu ile Bournemouth alikuwa kocha wa Mandaway la season. Ilikuwa home. Alipigia home. Home. Zile 4. By the way, Mandaway bro. Mama. Mandaway bro. Mandaway. Emu tuangalie confirm. But na feel waliwafunga 4 ilikuwa ama ilikuwa hiyo season ya nyuma. 4 alafu hiyo ya 5 ikakataliwa. By the way. Kweli? By the way. Ababu just confirm so that we don't talk rumors. Solanke alikuwa huko. Sio ama alikuwa. Solanke ilikuwa. Wacha askofu atukonfirmie pale tukiendelea. So ilikuwa 3-0. Sorry. 2-2 na 3-0. Ilikuwa draw kwa Bournemouth, ndio? Kwani ile ya 4 ilikuwa wapi? I guess ilikuwa the previous season. Zimeitafuta sana. I guess ilikuwa hiyo ya nyuma. Kuna mahali uliokotwa bao 4 bro. Ilikuwa hiyo ya nyuma bro, ilikuwa hiyo nyuma. Ilikuwa Brentford. But washaokotwa 4 nini. So tukiangalia kitu ilikuwa inanisumbua akili nikiangalia hiyo game. Hata sikuangalia game ya Manchester United vile, but nikifikiria kuhusu the Manchester United game versus Bournemouth, kitu inanikujia kwa akili ni maybe tuanze na kocha wa Bournemouth. I feel tunafaa tumpatie respect yake. Give the guy his flowers. The guy win against Arsenal 2-0. Win against Spurs. Win against Man City. Alafu Manchester United. It was news. It was news at home, bro. At home. Old Trafford with a new manager. With a new manager, new system. Check. Angalia unaoneo match. Niseme si ati tulicheza mbaya. Unaona? One thing niseme saizi Manchester explain. Wacha tumazane na kocha kwanza. Sawa. Kocha anaitwa Iraola ama ni niliona ni si Ariola. Niliona ni Iraola inaanza na I. Spain. Spanyola. By the way, ukiangalia there's something about these Spanish managers. Hawa sio wamedominate the Premier League. Ukiangalia hadi kulikuwa na ile screenshot niliwatumia pale kwa group. This guy amekuja na amedominate the Premier League, which is something ukiangalia the English managers kina Eddie Howe, kina Southgate, kina Rooney, kina Lampard. Kwa nini una feel the Spanish managers kina Arteta and the others wakikuja kwa hii Premier League, why do you feel like they dominate? Ukiangalia hata kwa league hata kina the Portuguese managers, ukiangalia kwa league hakuna English manager shaishinda league. Unadhani nini inaleta hiyo situation? Mimi niseme managers wengi wa England ni PR, yaani kuna ile PR zingine mingi sana, unaona. Okay, wacha tuangalie na Eddie by the way is a good coach. Unaona, is a good coach. Yeye ndio sadanganya. But as in kuna venye the pundits yani wanamwongelea yani. Maana unaweza dhani hapo level moja na kina Ferguson na Guardiola. Unaona, yani hiyo PR iko mingi, but ukiangalia na the Spanish na managers ni wasoko calm. Yani wao results utaiona kwa pitch. Do you one thing as in kama for example Gary Neville alikuwa manager Spain. Msaizi match nani? The last match alipigwa game 7 alipigwa game ya mwisho alipigwa 7-0. Basi hizo ukisikia venyewe anaongea mazao unaweza dhani msema yani amefunza Guardiola. But mimi niseme tu ni ile PR nyingi yani. Do you feel before Fidel aingia, do you feel like apart from PR and everything, the style of playing? Spain wako na style yao ya kucheza mpira. Portugal wako na style yao kucheza mpira. Do you feel like hii style ya the English kucheza mpira is not
haifiki the level ya Germany, ya Spain and the other countries. Na feel kama hizo countries zingine wanakuanga wameform their style of playing kutoka academies and nini wakipanda. So this is something that iko nurtured ndani yao. Ukiangalia style of playing ya kina Arteta, kina Enzo Maresca, kina Adi Amorim wamekuja, it's more of ball possession, make sure iko na a lot of science in it, na inaka art. But ukiangalia Newcastle playing, unaangalia it's normal football, twende nalo tuguse, let's go, unacheki. Ukiangalia Lampard akiwa Chelsea, kind of the same, very basic football. So I feel apart from the PR and everything, I feel what the Spanish managers wako nayo over these English managers ni hiyo. Pia ukiangalia Bournemouth, say Bournemouth wanacheza one of beautiful football ambayo hawakuwa wanaicheza before. That begs the question. These teams that have maybe Spanish managers and managers that are not English, are they doing that because they have the money to do so? They have the money to bring Spaniard managers. Let me take you to Spain. The 3 best performing teams in Spain: Real Madrid, Barcelona, Atletico. None of them is managed by a Spanish coach. I think what I'm trying to say is there's some dynamic to football kulingana na hiyo ligi yenye unacheza. When was the last time Real Madrid was managed by a Spanish coach? Very long time. When was the last time Barcelona, maybe Xavi and akina Quique Setién, but look at Atletico. For the past, I think 12 years, Diego Simeone is Argentine. For the past 14, I'm told it's 14 years. 14 years, it's been an Argentine. So I think there is some dynamics depending on the league. Coach anaangalia hii ligi inataka nini. No. So not just playing some basic football. Yes, you can have some very amazing players. Look at Newcastle. Bruno Guimaraes is a very amazing player. Take him out of that team. Peleke kwa timu yenye perform vizuri. You'll be surprised the kind of football the guy can pull. So I think it's always up to the coach. Can this coach deliver using the set of players he has? For sure. Alafu pia umesema something so interesting. So na feel if Spanish football inajulikana more about of the tactical, the technicality on it. So na feel like kukija another coach from a different perspective ya football ama nationality, wakikuja na the football in their country, wakicombine with the Spanish football, wana produce something unique ambayo inakuwa able ya overcome the other teams. So and I feel even though the same like this kina Guardiola nini wakikuja kwa English Premier League wakitumia hii basic football ya England, wakiongeza na hiyo Spanish in it, ndio inakuwa more ina stand out na inakuwa more tuseme inakuwa more. Niulize manager wa Bournemouth yani his football career amechezea timu gani? Tukisema okay, we talk about Spanish teams playing beautiful football. Niseme the only team yenye niseme wanacheza more hiyo tikitaka ni Barcelona. You look at how Madrid wanacheza. Madrid wachezangi hawachezi tikitaka. Sasa ndo nasema like kuna something ambayo iko kwa hiyo league. So unacheki it's difficult I feel for watu wamezoeshwa tikitaka. But ukichezea Manchester City counter unamsumbua juu this guy amezoea more of a ball possession, yeye amezoea control ball most part of the game. So ukimpata ile off guard ile umepata maybe a run, unaenda kusumbua juu attack yake huanza from defense. So inamaanisha venye ball inaenda mbele ndio the more maplayer wake wanaenda mbele. Ndio maana unakuta sangine it's easier for Manchester United getting a win from Manchester City. Jamaa amecheza Athletic Bilbao. So amecheza Spain. They understand Spanish football. So I feel like by the easy time
any club ambayo inahitaji a manager ambayo iko maybe the big six, maybe Tottenham, maybe if Arsenal Arteta aende, is it time watu waanze kumconsider nani anaitwa Andoni Areola, huyo coach wa Bournemouth. I think one of these big teams should take a gamble, should make a gamble with Andoni, because look at the results he has pulled. I think one of these clubs should just decide. Bad thing is kuna managers wanafaga tu hizo clubs zenye wako. Unaona mtu kama una Emery anafaa tu ile Aston Villa. Mtu kama nani aitwa nani huyu mwingine mwenye alikuwaga huyu mwenye ako Marseille sasa alikuwa nani Brighton. Anaitwa nani huyo? Coach huyo pia alikuwa anafuata hiyo timu ya Dezabi. For example, you look nani who manager alitoka Brighton akaenda Chelsea. Potter. Potter kiwa Brighton alikuwa anafanya fit. So kuna managers na kuna players wanafaga tu hiyo timu. Unaona ka Willock anafaa tu hiyo nani? Hiyo Newcastle. Iwobi anafaa tu hiyo nani? Hiyo Fulham. Elanga anafaa tu hiyo Nottingham Forest. Unaget. So kuna players na coaches wako just designed for, I think, because of the pressure football. Pia tukiongelea about players na kudeserve kwa certain teams, is it time Manchester United wa consider kuachilia Rashford, which is something ambayo naona kama Amorim is open to, sababu say it's the third match amemweka out of squad. Na pia ukiangalia the kind of interview by the tuliona sote hiyo script shaiona with Ronaldo wakati alipoanza kwa drop na tena he went and did an interview. The same thing Rashford ameenda amefanya interview, even the coach alienda kusema come and talk to me first. Kama ingekuwa Rashford yeye angekuwa Rashford angeenda kuongea with the manager. So do you feel like it's same Manchester United fans, sababu is an academy player hold so dear to your hearts? Is it time you as Manchester United fans and pia Manchester United as a club wa release Rashford? Well, me personally, Manchester tunataka reshuffling. Unaona? So being that tunataka reshuffling, Rashford has to go. Rashford ameanza kucheza nani akiwa 18. Tumepampa huo msee. Kila season tunampampa, akifanya mistake ni easy young. Sasa ameingia 26 ako 27. Msee ako 27 and 28 from 18. Actually by the 31st ana turn 28. Hebu sikia, imagine sasa. From 18 tumekuwa tukisema easy young. Amecheza na the likes of Marshall. Tulikuwa tunawasema sasa ni wako young. But Rashford amecheza na Rooney, amecheza na your old players. Wana by size venye Rashford wako 27. Expectation yangu mimi as a United fan ilikuwa najua mse anafaa kwa peak yake size. Unaona? Juu venye umesema amecheza na Rooney, mse amecheza na. But ukumbuke right alisema aliingia Arsenal akiwa na 20 alimeanza kupika 27. Alitoka Crystal Palace hiyo time, ilikuwa Crystal Palace. Alikaingia Arsenal akiwa na that age ya Rashford. So Righty as a former player ana believe potential ya Rashford bado iko. So unaona like not at mimi na feel iko but not at Manchester United. Unaona Rashford sawa, is a good player. Tuwezi sema tisini ni player mwingine mbaya, unaona. Basi shida Rashford is mindset. Ukiangalia game za Man U akicheza yani amsana anacheza ni kama mbele yuko. Unaona? Rashford ni mse nani inaitwaje vile harass ball. Unaona? Tunacheza Rashford ni kama tunacheza less. Amorim ngoja, unajua as much as kuna mafans wengine wa Man U nimesikia kusema ati Amorim anafaa kupatia nani time. There's not, hakuna story ya kupeana time size. Hiyo kupia Rashford time, kupatia player wa Manchester time imefanya tumepoteza managers wangapi. Chenaga kiwa Ajax was good. Amekuja Manchester akaanza kuwa shit. Only at first the first matches zenye alikuwa he was good. Akakuja akaanza kufanya nini? Shit. Mourinho same thing. Van Gaal same thing. Tumekuwa na interim managers, tumekuwa na Moyes. Acha ni kuanzia Van Gaal hapo Van Gaal. Rashford amekuwa coach, unajua na many managers.
Van Gaal alileta Rashford. Ushaona? After Van Gaal in between Van Gaal na Mourinho tulikuwa na Giggs interim. Tukapata Mourinho akatoka tukaleta Ole akatoka tukaika Rangnick ametoka tumeleta Ten Hag ametoka period ya Carrick pale. Kuna period ya Carrick, kuna period ya Van Nistelrooy, kuna haya tumeleta nani saizi tuko na Amorim. So hatuwezi kuwa tukisema ati kama manager wote ndio wabaya. Ati kila manager sasa kila nani ati manager ndio mbaya, manager ndio maji hapana. Hiyo bullshit tulifanya ile period tukiwa nani Pogba na Mourinho. Unaona? Tulikuwa na Mourinho came out clear akasema Pogba ni virus kwa nani yani kwa hii club. With the fans tukaenda against Mourinho tukasema hapana, tuna protect nini player. Sijui maybe after hapo ndo wa players walianza kufura kichwa nini. Juu kama saa hizi wewe Rashford manager amekuweka bench. Walikuwa ngomzo maplayer wawili. So walikuwa Garnacho na Rashford. Kwani nani manager aliongea alisema nini? Yani wa create yao nini they have to, kuna vitu wanafaa ku train unaona. Garnacho went and did that. Hakuja kwa media akaanza kusema sijui nini. Rashford umeenda unatuambia story that nice that I'm ready for new challenge. He's ready. I feel so if he's sasa ndio mimi nakwambia saa hizi pale imefika we are not going to pamper any player. Marcus Rashford ni ule player ambaye mafans wanampenda. Club inampenda. In fact ule boys ni merchandise player. Hata kama form ya boys ni mbaya lakini Manu akirelease jersey nani ukuaga pale mbele yake model jersey? Rashford. Mafans wanampenda, boy ni merchandise player. Lakini vile unasema Chris hakuna vile ama manager wote wanaweza kuwa ati ni wabaya. Tukumbata more than 8 managers. Una get haya kama ni mbaya pia. But Southgate amuoni. Thank you. Unaona? So like I feel hadi by the ngoja hadi akiwa England Southgate bench. Kweli. Ushaona? Hadi aki Southgate bench. So hatuwezi kwa tunasema tu ati kila time ati ni manager. Check. I think Rashford anafaa ku explore career out of Manchester United. Now the problem is price tag Manchester United wamekea Rashford. Is it logical? Wamekea ngapi? Ni 55 62 bro. Who will buy Rashford? Who will buy a 28-year-old Rashford at 62 million? Only PSG. Wakikuja tu. I guess PSG. If we're being practical, nani atanunua Marcus Rashford at 62? Abu angalia haya umemsign. Angalia wage demand za Rashford. Rashford analipwa pesa ngapi? Bro, usisahau Manchester United walienda wakabuy Mount na 65. Wali buy Mount juu Mount alikuwa ameperform kutoka Chelsea. Tunaongelea mtu ambaye periodically umse hajakuwa akiperform fit. Yaani shida Rashford ana consistency, unaona. Umse for example tuseme the only time ameperform fit ile period ya nani tena 2023. Yeah, he came score 30 goals nini. But one thing unaona nikwambia unaona hiyo period akiscore hiyo 30 goals nini. Mimi personally nilikuwa naangalia game yake. Unajua unaweza funga, sijakataa kufunga, kazi yako wanasema pia kufunga si kazi rahisi. But ukiangalia yani ni msee mwenyewe asa ako right at the right position yani ushaona. But tulikuwa ukiangalia mazetu the moment tunacheza na Rashford ngambe tuko less. So pia tukiangalia the problem at Manchester United not only Rashford. I believe pia kuna other players ambao wanafaa ku release. Unaona Manchester United me as a fan mimi nitakwambia tutakuwa too honest. We have tuko na too many average players. Kuna ma players pale Manchester United hawafai kuwa mazee kwa Manchester. Unaona? Anza kuhesabu kuongezea nani the first nani player paka nani. Hadi ukisema unaangalia kwa jezi nini. Look at nani goalkeeper sawa tuko naona is doing something unaona. But angalia backup yake. By indeed. Unaona? Haya. Kuja kwa hiyo back 3. Hiyo back 3 Manchester United tuko na Evans mpaka saizi. Evans msalicheza 2-8 mpaka saizi bado tuko na Evans. Unaona? Tuko na mtu Luke Shaw. When was the last time Luke Shaw alicheza game 90 minutes? Luke Shaw alicheza do you know Luke Shaw alicheza 90 minutes ni ile akicheza Euro final. Mwanzo alicheza alimaliza ile game hakumaliza. Hiyo ndio time hadi sema Luke Shaw juu Luke Shaw ametoka injury tunasikia tu Luke Shaw aliumia. Luke Shaw sasa unabaki unajiuliza kwani anakuwa kwa bafu tu ama nini ushaona. Tuko na players wengi wenye paka saizi hawafai kuwa nani. Kweli. Rangnick akitoka alisema Manchester United inafaa open heart surgery. So being that yani tunafaa hiyo open heart surgery kuna
players kibao sana pale wanafaa mentality haiko pale. You look the likes of Sancho. Mimi by the way nakwambia hata Sancho acheze fit acheze fit Chelsea aje hata huyo top scorer kwa nini. Mimi hadi venye tulichoamua yule msi aende. Mindset yule jamaa iko Manchester. Do you believe hii system inafaa Maguire? Bali Maguire kwa vizuri sana kwa system hata kuliko nani hata kuliko Delete. Hii system so like unaona wale players mimi nilisema hapa kwa the other episode ya kwamba Manchester United has got a lot of average players. Na hata wale ambao wanaanza hawafai kuanza. If anything kama lazima wabaki kwa club at least wawe second 11. Unajiuliza kina Anthony wanafanya nini club? Unaget. Uko na wingo li spend more than 100 million. You spend 100 million bro. Someone mwenye hizi take hata defender bro. Modric asaidia tu nani Anthony na hizo vitu anatumia. So since you have talked about Manchester United and on the interest of time to involve the other teams. Tukiangalia kuna team ya Aston Villa. Then Aston Villa versus City. Ama before tuingilia Aston Villa versus City, I feel kuna an interesting team to talk about, the Arsenal, the mighty Arsenal. By kushinda Crystal Palace 2 games in a row. Bro. Wacha mimi niseme tule ukweli. Performance ya Jesus isitudanganye tukakosa kusign striker January. Na one thing start danganya. Hiyo performance baba tunakaribia nani? Yesu ashazaliwa bro. Transfer ndio. Why start danganya? Amta sign striker. Wala check it. Do you think but kuna kitu so long as me niko so critic to Gabriel Jesus. But there's something Gabriel Jesus said. Gabriel Jesus amesema we all demand goals from him. Yes. We demand afunge 20 goals, 30 goals. Yes. But alisema is a person mwenye anacheza maybe kwa game moja minutes mingi 10 15. That is very true. As an Arsenal fan, I will ask you a question. Jesus ameanza kucheza 5 minutes leo. Ili Jesus akule bench. This year bro. This year. Bro. Jesus, the first season he was our best man bro. Kwa sababu gani Jesus alianza kukula bench mpaka tunachezesha Havertz? Sababu why did we sign Havertz? Bro, Havertz ni Jesus was not delivering. Ile interview alifanya alisemaje Brazil at yes striker wa kufunga. Bro, but wewe hata unajua Havertz ni mtoto wa Arteta bro. Hatukatai lakini in the first place why did we sign Havertz na tukabench nani? Tukabench Jesus because Jesus was not delivering. Ile interview alifanya Brazil alisemaje? Ati yes striker wa kufunga. So yes. Si peke yake amefanya interview akisema hivyo. Kuna mwingine alisema ni 9 point. Sasa ana perform sasa ana perform juu amepatiwa time. Unaona? Coach amemuonyesha confidence. Anampatia some minutes. But as a national fan I will tell you this. Tusidanganywe na performance ya Jesus. Na mimi nasema hivi, hata kaendelea na hii form mpaka hii season ikaisha. We still need a striker. Bro, we need a striker as early as yesterday. As early as last year. Bro, like Cheki, I believe with Bukayo Saka kupata injury, it's a pressure on Arsenal. Na if Arteta ako really keen na anataka win anything this year, it's high time in January to use nini opportunity ya Saka kuumia. Let's get a prolific striker. I believe Jesus anaweza cheza hiyo wing ya Saka very kitu mimi inanishangaza na Arsenal. Mbona ni wagumu na kusign ma players honestly? I don't believe ni wagumu na kusign ma players. I believe ni Arteta hajai kuwa interested na striker. This is not about the club and everything. Sidhani kani Arteta peke yake. Hata wenye wamemtangulia Arteta bro. The last time tulikuwa na a real striker ni lini? After Titi. Van Persie. Kutoka hiyo era. Bro, but ngoja from 2013 mmekuwa na strikers gani? You want to counter Aubameyang? Bro, Aubameyang alitufungia mabao. Yes. Au alifunga mabao. Crazy. Alishinda top scorer. Yes. We are talking about serious. Sawa, nasema in terms when I talk about seriousness, I mean consistency. Unajua acha nikwambie, if you score 22 goals and the next season you score 10 goals, that is not consistency. We need at least someone hata ukifunga 10 season.
next season funga 15 ama 12. That is what we call consistency. But ukishoot umescore 22 goals, the next season umescore goals ngapi? Sasa unaona hiyo, sasa unaona kama sisi na Rashford sasa. Msee alifunga 30 goals, akashoot mpaka lini? Alifikisha hata 10 hata kufika. So no, mimi nilikuwa nasema bro, in terms of history ya Saka kuumia, is every time we get a striker. Na mi husema hata PS Morgan, even all the Arsenal fans wanasema this the issue about striker is all on Arteta, because Arteta upewa do. Arteta anaendea which is good, anaendea left back, right back, hadi tumeona wameanza kunegotiate with the left back mwingine ambayo bro it's so keen juu ukiangalia. But you guys mkona chini, kuna msee alisema at any given point Arsenal need 5 left backs. Kwa sababu gani? Most of the time 4 of them are injured. Wako injured. But Tini anaenda. Tini is a good player, but a fit system. But Tini is a very complete left back. But lakini in Arteta system, if Arteta can start an 18-year-old Lewis Miles Kelly na akona an experienced Kieran Tierney, hiyo inakuonyesha tu Arteta ameamua tu. Yaani hata hizo minutes zenye Arteta anapatia KT anampatia tu ili market value yake iongezeke. Si ati unaona cheki Arsenal wanacheza na system ya the full backs wanafaa ingie kwa mid. So I feel strong ya Arteta kwa game ni kwa midfield. Ndio maana Arteta alienda Merino na anajua tuko na shida strike. So like yeye anataka kuinia game. Unajua ukiwin game kwa midfield hiyo unakuwa like umepoteza the end of the day we need a strike. We need a strike. Like again you guys mkono in mind. Isak, me feel Isak is better than is better than Gyökeres. The big question is Newcastle watatuzia Isak. So tukiweka 100 atatoa 100 watamtoa bro. Bearing in mind baba Newcastle ni timu ya Mwarabu. Wale watu wali. Sasa ndo nasema watu si kama Bournemouth atuanze na ni 65 bro. Unajua kwa nini na feel ikekelewa 100 pale Isak anaweza toka mwenyewe. Check, Isak is not a player mwenye anataka kucheza Newcastle apiganie position 6 every season. This is a serious striker mwenye anataka kuwa ata place yenye ata club yenye inacheza Champions League every season. But when it comes to players, when a player is still on contract, si ana decide. Ndio maana nimesema aspect ya Newcastle. Ndo nasema bro, I feel if Arsenal mount pressure weke pesa pale na agreement iko between the club and the club, Arsenal club na players side, inaweza mount pressure juu ya nini? The Newcastle wanaweza ona this guy anaweza end up kutokusign contract. So nikuulize bro, sahi between a temporary option and a permanent one, which one is bro better? We don't need a temporary option. So I think we'd rather gamble on Victor Osimhen. Yeah. Because Victor Osimhen is on loan. Ule na loan yake inaisha nani? Because by the nakubali January ukwaga panic buying. I think the tushapata January ni maybe Auba na nani na Ozil. Nakubali. Wengine wote wa January bro inakuwa. Nakubali Osimhen anaweza kwa option. But kuchukua Victor Gyökeres mi niko na doubt with that guy. Niko na doubt with that guy so sana. Another thing about Arsenal, these people criticize that we don't score open play goals. Bro, 4 goals bro. We don't score open play goals. So bana, look here. We are performing Christmas miracles bro. Corner easy corner si ufunga. We are scoring from corners because we can. Una get? Yes. Kama imeshindikana sikatai. Kama imeshindikana, have you guys only scored hizo corners mnafunga ni Premier League. You pro allies hizo vitu mngipeleka Champions League. Nani hawakufungwa kona? Sporting si tuliwafunga kona. Lakini hiyo story za kwenda kushika si tuliwafunga kona. Bro, hakuna mtu anashika bro. It's about defender. You ever bro ni mama barbarians bro. Coach wa Crystal Palace alisema something na nilifurahia. He said Arsenal wako very good at set piece and whatever they are doing. Wako na 8 players pale ndani kwa box ambayo it's only one player mwenye ndo anakonga target. So the others wako so involved in blocking. Like una make sure this guy ata reach at opportunity yenye anaweza defend. So wewe uko hapo tu kwa kama just a busy body wewe tu uko hapo tu like kumpea hiyo push and all that. Hiyo si foul.
it's about defend. Sasa nyinyi mnasema wanashika. Na wao mwenye alifunga Olympic au mwenye Sona anafunga tu kutu peke yake huko alishikwa na nani? Venye tu Carabao ina so atuachane hata story ya Carabao, tukienda hapo tutalia sana. Jesus pia alifunga boya offside. Jesus alifunga job celebrate kweli. So me I feel like ukiangalia Crystal Palace walijaribu kitu, Monaco walijaribu kuweka three players up front. Ndio ili Arsenal wasifunge. Wa minimize players kwenye 18 yard. But then Monaco walijaribu but hiyo game Gabriel angekuwa bro. Hao sio angefungwa nyingi. Ukiangalia pia Crystal Palace walijaribu kuweka ma players kule mbele but Gabriel still got a chance yenye alipiga post. So inakuonyesha hadi ufanye nini? Gabriel is good at scoring. When we are talking about set pieces, tukirudi Manu kidogo, I think more than anything Manchester United need to find a set piece coach. Mwenye atafundisha kuscore na kudefend. Because maze hapo kwa set pieces, maze Manu ina concede. Si wakati wa Mourinho, si wakati wa Ten Hag. Maze hapo kwa nani hapo kwa set pieces. Kwa Manu ana concede two set pieces. Yeye ukiangalia game ya Bournemouth, yeye concede first goal ilikuwa nini? Corner. That's a set piece. That's a dead ball. But then walikuwa wanaangalia wanasema wakianalyze about defending set pieces. Huwezi tumia your short players kuman mark tall players. It's not practical. Kutumia Martinez kuman mark maplayer wenye wako hapo juu si rahisi. Who say in kama half their when you're talking about set pieces, you're talking about aerial duels. So how are you going to win an aerial duel against a taller person kukuliko? Unaona? Unless uko na spring kwa miguu naweza ruka kumliko. But if you're being practical, use your taller players to try and defend. So it's time nyinyi mjifundishe mapema juu mnakuja kucheza sisi FA. Mjifundishe mapema sana. Saka ameumia. Hakuna nani Martinelli atazileta. Aje ndio mtu mmoja bro. Kienda kuhakikishia. Hawezi nipigie Emirates mara mbili. Bro, but wewe mwenyewe unajua ulisema nini bro? Hawezi nipigie Emirates mara mbili. Bro, nitakuregesha kwa ile video yako. Si mageni mjini. This guy alispend all the time kwa your podcast akisema venye Arsenal haiwezi mfunga. Bro, don't be so confident. Wewe sema tu whatever it happens it will happen. Na huko kipani mwenye aruki. Huko kipani mwenye aruki. Atacheza FA. Yule ni gazi. Baindiri sasa itafanyika. Na wote wawili the outcome is almost the same. By the way, niseme tunafaa kuimprove. Kama personal Manchester tunafaa kuimprove. Kwa set pieces na hizi tunafaa tu improve. Ku defend na kufunga. Hiyo nani ukweli? Hapo nani ukweli? So talking about scoring na ku defend, kuna match nyingine ambayo ilikuwa na a lot of scoring na a lot of poor defending. Tottenham alikuwa anafanya nini ile game? Bro, kwani walikuwa unadhani Tottenham atashinda ile? Bro, at least I expected. Acha nikwambie. Ujizoezi cheza high line mazee na Liverpool. Acha nikwambie. Unajua kuna ile kufungwa duty za bad day in the office. Lakini kuna ile kufungwa you are inviting goals. Check it. Kitu ya kwanza, hebu angalia goalkeeper mnacheza naye. Man mimi naweza nyaka sikudanganya. So like bro, shida si yao. Chill. Angalia goalkeeper mnacheza naye. Haya, nyinyi mnajua tayari mko na injuries. Unaikaje highline against Liverpool mazao uzicheza. Kule kuna pikipiki inaitwa Mo Salah. Huko kwingine kuna Luis Diaz. Zile team kila mtu ni mwepesi mse. Alafu unaika highline. Check angalia full back ni ule Mkenya. Au kwa hii game ya nini? Kwa hii game ya Tottenham na Liverpool. I wouldn't be so harsh on the players. I'll be harsh on the coach. Sababu Anja ametuonyesha yeye kwa decision yake hata waibadilisha story na highlight. Ukiangalia hadi akilose against Chelsea last season. Na red card jamaa anacheza highlight. Bado he was still playing highlight. Hiyo inakuonyesha this guy ako so optimistic on his football. The same thing with Amorim. Amorim akona option ya kwenda kuchezesha wale maplayer wake for defenders vizuri, left back, right back, center backs wawili, but he's still on his position hata kama ana ni stubbornness ya coach. Ni stubbornness ya coach na kutaka kuinstill player ki lose possession.
hiyo ni stubbornness ya coach. Hiyo ku lose possession inafanya wao sawa na kuangalia. Sasa ndo na try kusema, angalia the kind of players wenye walikuwa wanacheza na against unexperienced Salah, Jed Spence, Gray. Hadi wewe mwenyewe ulikuwa unasema the other day Gray ni midfielder, is not a center back. So mimi nitafeel kitu moja, I'll be so proud at nini Tottenham. Kwa nini? I feel like Tottenham wako na one of the best attacking. Wako na one of the best attacking. Wakitumia tools zao vizuri za attack. Liverpool Tottenham wako na one of the best attacking ikija kwa Premier League. Pia ukiangalia pia mimi kama ningekuwa Ancelotti ninge question team yangu kufungwa 3 goals na Tottenham side yenye sahi wako na wana experience defensive crisis. We imagine Van de Ven na kina Romero angekuwa maybe let's say alafu kwa football hakunanga if na ingekuwa ama nini, but kama kikosi kama ingekuwa inaonyesha Tottenham walikuwa na uwezo wa win against this Liverpool side if their defense na their goalkeeper wangekuwa in place. Tottenham walikuwa na kufungwa 3 goals na timu yenye inexperienced defensive crisis, bro, hiyo inaonyesha pia your team inaweza fungika, na hii inaonyesha Slot anafaa kuangalia shida inakuwa wapi. Slot alifungwa na Newcastle 3 goals the same Crystal Palace ilifunga 3 goals, so Newcastle ilifunga 3 goals, so inaonyesha pia on the side ya Liverpool they need to rectify on their defensive. Unaona nani Ange wastika glow uko chona ni Tottenham at any given point mazee bana, huwezi achilia Mo Salah. Unaona ile game ya Fulham ya 2-2, mimi nilikwambiaje ile game hata kama Liverpool amepata red card, as long as Mo Salah kuko hiyo game, outcome hiyo game very high chances inakuwa different. Unajua uko na crisis, what is the basic thing to do? Man mark ile threat, man mark yule player. Unage tunakumbuka ile time nani Ateta ile tumia siku man mark Salah alitolewa game dakika 66 juu hakuna kitu alikuwa anafanya. Sasa wewe umeachilia Mo Salah huku umeachilia Luis Diaz, akina Szoboszlai wana glide huku hivi midfield nikawa anacheza peke yao. Mse una expect nini? Uko Tottenham ali approach aje hii game in as much as akona injury. Inaonyesha Tottenham hawana squad players. You can never count on Tottenham to do anything for you. Bro, we not feel long here from a perspective of Tottenham. No, at least losing at home. Chris, 6-0 nyumbani bro. 6-0 nyumbani. Hata kama bana tulikuwa tuna expect maybe afanye kitu. 6-3 at home bro, bila red card. Bro, Man City ampigwa 4-0 juzi bro. Na the same Tottenham. The same Tottenham imefunga Man City. So tukitoka asema Tottenham wakisikia Arsenal wameshinda wanakuja close. Mwenye ako juu au kazi ile kuachilia. But check I still believe and is a good coach, but Tottenham mali imefika sidhani kama anaweza kupatia any best out of it. Mimi sioni jamaa hata akiwa na muda mrefu hapo Tottenham. Like he's a good coach, but kwa ile Tottenham amepangwa na same Liverpool Carabao, si ndio? But anaweza enda kushinda hiyo Carabao kama maplayer wake watakuwa. Vicario anarudi January. Kulikuwa na comparison ya Eden Hazard na Mo Salah. Bro, Salah amepita hiyo stuff na mbali sana. I don't know even statistically. Alexis Sanchez is better than Hazard statistically. Bro, Hazard kitu alikuwa tu best ni ku dribble pass players. Yeah, but the best dribbler. Lakini check huwezi shikwa the fact that wewe jamaa mazelo ichanganya kinako Shenley mazee bana, au jamaa alichanga karibu Arsenal nzima bana. Check huwezi shikwa kwa nini ya daily ya kusema wewe ulikuwa the best dribbler. Hiyo ni fact. Ule mse anajua ku dribble. But when ikikuja kwa delivery bro, Salah ni beast bro at 33. Should we be talking about Mo Salah being the best
bro, Mo Salah African player to play in the Premier League. Best ever, bro, because Drogba kona Champions League ngapi? Moja. Mo Salah kona moja. Na get okay, ni vile maybe nani akona Premier League moja peke yake, maybe season anaweza ongeza. Pia ukiangalia the fact ni nini? Salah anakujia every record kwa Premier League. Umse anakujia record yari ya kina Thierry Henry. Baadaye yeye hadi ameshinda, ameivunja Thierry Henry. Ujamaa anangoja tu Mo Salah, anangoja tu clock double figures ya bao na assist hii season. Asha clock. No, nasema season ikiisha. Hii yenye mmeona ni ya before Christmas. Ameclock double digits. Lakini akimaliza I think nani peke yake Thierry ndio ashaimaliza na double figures bao na assist. No, I meant past 20. Past 20. Na Mo Salah kiendelea na consistency anavunja hiyo stuff. Alafu ni kama mazoezi. Anajua kujikifit nini. Huyu jamaa anajiprotectaje bana. Salamu alaykum. By the way, mimi kitu nangoja about Salah ni hiyo dia Christmas atweke hiyo Christmas tree. The Muslim fraternity waboeke vibaya huko nje. But talking about Christmas and everything, Christmas haijaikuwa mzuri kwa the Devils, so imekuwa tu mzuri kwa Jesus. So tunaenda hapo mbele, the Aston Villa ama hii match Aston Villa nataka kuongelea sana, lakini na feel Chelsea is more important than the Aston Villa match. Funny thing is Chelsea wanasikia uchungu na draw. I'm telling you, mimi nilikwambia si kwa wase wata draw ama wata lose ndio watajua kumbe walikuwa kwa title yani. Hizo wanatokea kwa status tu hapati yo. The only thing you need only 3 points. Sio kwa title yani. Hoja post mazee bana, cheki bana, mimi bana nimekuwa nikimonitor wase kutafuta hiyo game ya Everton mazee. Hadi kuna brongo anaitwa Phil amekuwa akipost keep the blue flag flying high, lakini after game ya jana alipost tu Tenaga akisema I'm innocent, lakini bana apost results za game ya Everton. Ukiangalia issue ni nini? Playing the humble card. Sio wanajaribu sana kucheza hiyo humble card. But kitu moja nimeona una foul learn kwa Guardiola. Hata ukishindwa bro, like you should like inasaidia na nini? Kiasi inasaidia mentality. Pia wewe ina shake the opponent side. Was draw alafu kaanza kusema hatuko kwa title. Like inasaidia na psychologically to build your players and all that. Na pia wale opponents huwa na affect psychologically. Ukiangalia Guardiola bado anasema ameshinda 6, he knows how to win it. Hiyo anasema sasa ukimpatia nani yake kosi yake anarudi kushinda. So unaona hiyo ni stuff yenye inaonyesha kocha anajaribu kupatia motisha wale timu yake, lakini Maresca anajaribu kucheza humble card. Hadi kina Madueke wanaenda kwa interviews wanasema they don't know hiyo terrorism. Unaona shida watu Chelsea kwa kileo washaika tu ile Liverpool ata trip. Alafu hiyo ndio kitu mistake. The same mistake yenye mseme Arsenal by the last 2 na season nimekuwa mkiona nayo. You guys mlikuwa pia okay, naongelea boys na mafans tulikuwa mbele hatukuwa nyuma. Sawa, mafans walikuwa wao kwa kileo walikuwa wameweka Man City ata trip. Ushaona? Hizo season mbili zenye mmekuwa mkipelekana na Man City. Nyinyi kwa mentality yenu kwa mmeweka tu Man City ata trip, but nyinyi sisi ndio tulitrip. Hiyo ndio mistake, ushaona? But the same thing Chelsea pia wameleta sasa kwa Liverpool. Wanaanza wajua ni kama is like they are still comparing ile Chelsea ile Liverpool ya kitambo wenye walikuja wakati nani. But yes saizi whatever Liverpool asao ata concede but yule liga akiamua kufunga yule msana fight mpaka yule msana mpaka dakika ya mwisho doesn't give a fuck bude ni nani. Liverpool unatolewa Salah nilitoa Elliot. Umeona hata something ambayo nimeanza kupenda kutoka kwa Arteta, ameanza kuwa ruthless kwa press conference zake. Akiulizwa something anasema we are on the title, we are on, like ile ati nini we are about to win in 3 points nini, anakuambia the title race is still on, kuna points za kupigania, so watu waende. Guardiola amekupigia hesabu sasa, anakuambia bado kuna over 60 points so bado wanajihesabu wako. So it's all about Walker amesema hata waendi Christmas. By the way amesema waendi Christmas. It's all about the kucheza hiyo like kuonyesha confidence, na hii humble card itakuja ku affect Chelsea fans vibaya sana. Only one
loss moja itakuja kwa affect vibaya sana, itaharibu kila kitu kwa hiyo itakuja kwa affect. Ona kama draw tayari ishaanza kuwa nani, manza kuwa koroga hii. Wacha the next match wako na nani? Kumbuki tukiangalia the next match Sean Dyche bro, mse low block bro, who say the master of low block. Hata nilikuwa najaribu kuambia mkuu kwa nini Everton win against Everton aliwapata at a point in alikuwa anajua this Manchester United side is not the best side, so he was all out there kwenda kutaka kuwinio game. Alitaka kwenda kuwinio game, akaenda ku concede 4 goals. Lakini ukiangalia anapatana na Chelsea na Arsenal, anajua this side. Ukiangalia di ball possession, sisi tulikuwa sijui na 70 ngapi, Chelsea alikuwa na 70 something. Umsi alikuwa anajua hakuna venye nita control hii game, so kitu mtafanya mimi ndio sit back. Na baadhi wao walikuwa wapige Chelsea, hata afadhali sisi hawakuwa na shot on target. Everton game ya Chelsea walikata kukua clinical, lakini Chelsea alikuwa shakubali. So Chelsea anacheza na Fulham next game, though Chelsea yako home. We don't really expect mimi nasema watu washinde tu mechi zao, wenye watashindwa ni sawa. Pia tukiingia Aston Villa versus Manchester City game, tukimalizia juu ya time pia. Ukiangalia Manchester City wameuza pia, watu tunasema Guardiola ametumia academy players. Leo nikajaribu kuketi na nikaanza kuangalia academy players nani Guardiola amewatumia. Ni kina Lewis ambao wamekuja after the success, kina Oscar Bob wamekuja after the success. Mtu tunaweza sema alitoka naye kiasi ni Foden. Alijaribu kucheza Foden wakati pia anatafuta glory and all that. Ukiangalia umse alienda kukuza Morgan Rogers, Cole Palmer, Lavia, like these are players wenye wanaonyesha wanaweza match into to the squad. Hakuwa na option ya De Bruyne akiumia, hakuwa na option hiyo. Hakuwa na wasiwasi ya De Bruyne akiumia nitachezesha player gani ataniletea the creative part of the game. Unaangalia kina Morgan Rogers na kina Cole Palmer, these are the players wenye wange fit in kwa hiyo in the absence of KDB and everything. So umse mimi na feel Guardiola is more of a good coach akicheza na players ambao is a good coach, hakuna mtu anatoa, but with players ambao wako a name and a name on their shoulder, players who ambao they are good, like usi kocha wa ku train ya kuleta kocha wa kuleta player ambaye ni ndo anaanza. Unaona kama vile kina Saka venye Unai Emery alileta Saka nini, makocha wakaja wakamtumia kupanda nayo na team vile kina Smith Rowe kina nani, like na feel Guardiola is more of a check it, that player is good, mlete. Yes, mtu wa kwenda academy kwenda kuanza kustruggle, like yani msemaji anaangalia the present na situation, hataki kudeal na future. By the Guardiola amesema England have a good player in Morgan Rogers. Morgan Rogers anacheza mpira, but shida anaanza kufunga wakati nimemtoa kwa fantasy yangu. Haaland anaishi tu blanks. Haaland bro ana shot on target for the past 2 games. By the ndio maana mimi na by the acha ni agree na option yako Alexander Isak. Not KDB. Haaland ni crop ya striker ya kina Lewandowski. Nipe haezi drop deep kutafuta mpira. Yeye ako tu pale, niletee mpira. Hii style ya kina Harry Kane. Lakini angalia crop ya kina Oli Watkins, akina Alexander Isak. Strikers who can drop deep kuja kuchukua mpira wakienda nayo kama mpira ipite. Ukimkosa kwa score sheet ako kwasi. Midfield ya City kiendelea kuwa mbovu, Haaland anaweza kosa kuhit shot on target hata the next 5 games. Juu hakuna mzee anamletea mpira. Una get. So bana, I think Haaland is a very good striker with the right midfield. With the wrong midfield, bana, this guy is another Lord Bench. This guy is another Tamiabra. So I feel in the interest of time, tunaona tumechukua time nyingi. We are in the festive season and the boys wanna feel kuongea a lot. Before tunane to wind up. Hii debate ya Guardiola na Ferguson. What take you ni gani? Guardiola bro. Guardiola is above Ferguson. Very far bro. Usezi agree na Very far bro. Very far. Ona.
Let me reserve my bro, comments. very far bro. Bro, unaongelea Premier League peke yake. Bro, mse amekuwa Bayern, amekuwa Ferguson before Ferguson alishinda trophy na Aberdeen bro. Haitambui bro. Career what the fuck bro. Mimi naongelea vitu nilipoanza kwa understand football knowledge eventually because Guardiola is young. This is from a football's perspective, a football fans perspective. Hata kama Guardiola bado hajahit hiyo nani ya milestone ya Fergie, but eventually Guardiola atasapasio nani. Look, angalia kwa time frame yake. Unajua kitu pia inaleta hii debate ni nini? Umse amechukua time gani kuachieve? But ngoja, tukiangalia story ya Ferguson na nani, Guardiola hakuna timu Guardiola ameenda amepata timu ina struggle. Unaona? Guardiola alipoa Barcelona. But whatever he's doing with that team, bro, eventually what people will look at is the end product. Unaona sai Arteta amebuild team from nothing. Lakini sai people don't consider him successful. Yes, ametengeza team lakini hakuna kitu amewin. So at the end of the day, what matters is regardless of the process, what is the result? Unaget Mourinho ni ile crop ya players ya coach alikuwa analeta ujamani mkali, nilete umid ni mkali and he wins something. By the hata sasa nikikuuliza hakuna player Mourinho ametengeza ama ametoa academy ama akamcoach aka perfect player. Unaget? So what I'm trying to say in a nutshell is eventually at the end of the day people are going to look at eventually umse ameachieve nini. Juu unaona sasa Guardiola akitoka hapo akarudi Barcelona ama akatoka nini, you are guaranteed that in the next 5 years umse ana win cups zingine ka 20. So eventually bro, hii debate itadai. However legendary Fergie is, but eventually. Alafu kitu ingine, we are a young crop of football fans. We've watched more of Guardiola ball kuliko Fergie. By the way, kama nimeanza kuangalia Fergie, I think ni era 2009-2010 kukuja hivi. But Guardiola, nimewatch Guardiola akiwa Barcelona, nimewatch Guardiola akiwa Bayern, sasa akiwa Man City. So like kuna hii football tunasikia tunasoma na kuna football tumeona. So eventually at the end of the day, like it or not bro, however legendary Guardiola Fergie Sir Alex Ferguson MBE is, eventually like it or not Guardiola anakuja kubiti. But currently we give Fergie his flowers. Cheki kwa sawa kwa trophies hiyo mimi sitakata. Unaona Guardiola atakuja kubitiza number of trophies zenye Ferguson amebeba. But baze kubuild players bro, Wenger amebuild players wengi na hajaibeba kitu ya maana. Sikataa, I'm not talking about Wenger. Mimi naongelea about Ferguson na Guardiola. Niambie player Guardiola ametengeneza amekuwa monster. Sawa, tuseme maybe Messi alikuja ile enzi Messi akiwa ndo ameanza kutokea. But ukiangalia Guardiola hizo timu Guardiola zibini amekuwa Barcelona, ameenda Bayern, ameenda City. Kwa hizo timu zote zenye ameenda Guardiola hizo timu zilikuwa zi struggle. Nani akitoka Barcelona, aliacha Barcelona kama bado iko ni one of the best teams in Europe. Unaona? Guardiola akatake over. Sawa, he won trophies. Sure. Unaona? Akaenda Bayern, amepata Bayern kama bado anaendelea kuwin trophies. Sasa mwanzo amekuja Bayern, amepata Bayern kama wameshout ndio wametoka kuwin treble. Ameingia Bayern, wameendelea kubeba hizo sawa. Based on trophy sawa, atakuja kumshinda atakuja kumshinda Guardiola, kumshinda Ferguson. But ile ku-create team, team yenye paka inakuja kwa monsters bro. Ferguson amemshinda na mbali. Unajua kuna vile just a bit. Kuna vile our managers uko rated. Kuna elite managers, football managers, kuna good, kuna best. So like kuna hiyo category ya football managers. You see Gidi alikuwa anasema kuhusu Wenger. In the 22 years Arsene Wenger amekuwa Arsenal Wenger hakuwa itengeza loss kwa ma players. Jumsa anatoa academy players na by the next episode nitawaeleza kwa sababu gani kuuza player academy 30 million is more profitable kuliko Mudryk Saheli nunuliwa 100 akiuzwa 70. Next episode nitawaelezea why it is more profitable. Yes, nani ameacha legacy kutengeza players and stuff. Lakini I feel that eventually at the end of the day, I feel like if when unfair kuanza consider
nani kuanza kukompea Ferguson na kina Guardiola mkompea na makoligi wake kina Ancelotti kina Mourinho. Ukitaka compare sa Alex Ferguson nenda kwa the master wa kina nani wakina Guardiola, the teacher wakina Guardiola, anaitwa na yule kocha wa Barcelona, huyu Netherlands Coman. Not Coman. Yule John Kraft. If you want to compare about to build players and all that, compare Ferguson na kina John Kraft huko. Those were the type of coaches wenye walikuwa wako all about build players and all that. Ndo amebuild kina Guardiola amebuild all these classic coaches sahi kwa nini wamekuja. So Guardiola tupatie respect Ferguson yake. Ndio ili tusimwembarrass at the end of the day tukaanza kumcompare na this monster called Guardiola. Maze useni monster bro. Okay, so acha niulize. Mnataka kusema sasa hizi Guardiola ana struggle kwa sababu ya Rodri. Ndio ana kipaji wake. One thing nimekuja kurealize mafanzo wa Man City sasa wako na ile excuse ati tuna struggle because hatuna Rodri. Kama hiyo ndio main excuse. Nataka muangalie game ya jana ya Madrid na Sevilla. Kwa ile back four, the only defender walikuwa naye ilikuwa ni Rudiger kweli. Au wengine wote, angalia kama Vasquez yule alikuwa kama ni winga. Ushaona amefanya tu kwa drop. Kama winga ndio alikuwa anacheza left back. Chouameni ni midfielder. Unaona, so as much as nini. Ndio mimi nakwambia it's not about it's not about Rodri, it's about tired legs. Na hii kitu tumeshinda kusema ini blanda ya Guardiola. Angalia over reliance on Rodri. The other central defensive midfielder alikuwa naye ni Calvin Phillips na walimwacha akaenda. Wengine wote hakuna. So maze, in the interest of time maze, tumeongea a lot. Na feel like hii episode imekuwa with a lot of charisma and all that, na imekuwa fit, si ndio? So ukiangalia Mudryk, by the Mudryk ndio huyo maplayer wa Chelsea anakula tumbako. Sasa wale wako number 2 wanafaa kalio wote. So big Manjora on set maze with this is the phenomenal Fidel Feliz Navidad Omolo 2540 maze, happy festivals maze.